Kaka. Yes. Naomba nipatie simu. Nafikiri itakuwa imeshaingia chaji tayari. Ngoja tutizame. Nadhani sijajua kama itakutosha au la. Hebu itizame. Sijui itakutosha hii chaji. Karibu mzee wangu. Naomba kinywaji changu. Samahani kaka. Kuna kitu niko naomba nikuulize. Kuna binti mmoja anaitwa Sara. Alinielekeza kuwa anaishi mitaa hii. Sasa sijajua unaweza ukawa unamfahamu au alishawahi kufika hapa dukani kwako. Sara, watu wenye majina ya Sara ni wengi sana. Lakini kwa bahati nzuri mtaani kwetu hapa hamna hata mtu anaitwa jina hilo. Labda nikuoneshe picha yake huenda ukawa unamfahamu. Ni huyu hapo. Kwa kweli hii sura ni ngeni kabisa. Usikuwahi kuiona kwenye mtaa huu. Kwa hiyo simtambui mtu huyu, simtambui. Huyo simtambui hata kidogo. Karibu mzee wangu, karibu. Mbona nimeona kama hajakulipa hela yako ya soda. Unakumbuka? Ndio, hajanilipa. Ni mzee wa mtaani kwetu hapa, ni mzee wetu. Kwa hiyo ana shida. Mimi ndio shilingi ngapi? Shilingi 1000. Basi nafikiri utakata na hela soda yule mzee aliyokunywa. Unipie mzee? Shukrani. Karibu sana. Shemeji, mbona kichoko jija mpaka sasa hivi na wakati uliondoka naye? Wewe acha shemeji. Ni kweli niliondoka, lakini nilipofika huko njiani mwenzangu kanitoroka. Sielewi hata kaenda, sijui hata ameelekea wapi. Na kama unavyomjua yule Kicheko, dishi lake limeyumba, kipa katoka, goli limebaki na striker tu. Unatia nyavu muda wote, network zake hazikai sawa. Kuna muda zinapanda zinashuka. Naona sasa zimeshuka, ndo maana kaniacha peke yangu.
na kaniacha juani, jua kali linaniwakia shemeji. Huwezi kuamini. Sasa shemeji, kwa lini tutatoboa kweli jamani? Hakuna jinsi, inabidi tu uvumilie, na kama unavyoelewa, ili tule hapa ni lazima mimi nitoke nikaombe huko barabarani, na muongozaji wangu ni yule Kicheko, na sijui hata ameelekea wapi na anarudi muda gani. Kiukweli shemeji, mimi maisha yatanishinda. Mimi nikipata wakati nitaenda kuongea na mama yako, ili ikiwezekana wewe urudi nyumbani kwetu, kwa maana haya maisha hapa naona kabisa wewe hasobo. Kuonea huruma sana na hiyo hali yako ulionayo. Nashukuru sana shemeji yangu, kama utaweza kuongea na mama ili niweze kurudi nyumbani, kwa sababu kwa kweli ya maisha mimi siyawezi kukaa kila siku uji kama mtoto mdogo. Sawa shemeji. Umefikia wapi ndugu yangu? Wewe acha tu ndugu yangu, mpaka sasa basi yapata mwangaza kabisa yani. Pole kwa changamoto, kwa sababu hiyo imekuwa changamoto kubwa sana kwako. Lakini hujapata taarifa zozote labda kumuhusu? Kuna kitu nakihisi, maana kuna baadhi ya watu nimejaribu kuwaulizia ila wamesema wamfahamu, lakini kuna baadhi ya watu nimeulizia na nimeonyesha picha, yaani wanaonyesha kabisa kuwa wanamfahamu, lakini hawataki kuniambia kweli. Sasa hapa nahisi kuna kitu kinajificha hapa, na wala sijui hicho kitu ni kitu gani. Mimi nahisi sasa atakuwa matatizo makubwa sana. Ndugu yangu, mimi siwezi kukubali Sala aingie kwa matatizo kipindi mimi nipo. Hiyo kweli changamoto. Pole sana. Basi nadhani wewe usiache kumtafuta, kwa sababu ni jambo ambalo linaweza likaa na hatari ndani yake pia. Kwa hiyo ni vyema kuchukua tahadhari mapema. Ni kweli kuna mtu halihitaji kuniambia ukweli, lakini kuna kijana mmoja halimzuia. Unajua Kicheko, nashindwa kukuelewa. Hebu ongea vizuri basi nikufahamu. Hivi wewe Kicheko unajielewa kweli? Yaani juzi tu umetoka kuwekwa ububu, na huyo mtu aliokupa ububu simjui. Leo hii unaenda kuyatafuta mengine ya kuyatafuta. Wewe Kicheko, yaani huo umbea wako ambao uko nao huo litakuja kukupata jambo hutokuja kusahau katika maisha yako. Yaani wewe juzi tu umetoka kuwekwa ububu, na mimi simjui mtu ambaye kakuweka wewe ububu. Leo hii from nowhere unaongozana na mtu unataka kumpeleka kwa Mzee Tano. Hivi unamjua Mzee Tano vizuri we? Hapa mtaani sisi sote tunamuogopa, tunamheshimu. Leo hii wewe unaongozana na mtu unataka kumpeleka hivi. Wewe una akili wewe kweli Kicheko? Wewe, ina maana ule jamaa kukupa pesa tu ndio unataka kupoteza uhai wako wewe kweli Kicheko? Sasa nisikilize. Kama humjui Mzee Tano, yaani juzi tu umetoka kupoa bubu na mtu ambaye hatumjui. Sasa Mzee Tano atakuja kukufanya wewe kipofu au wewe kwa msukule wake. Umenielewa? Sasa endelea basi na hiyo tabia yako. Kiongozi wangu, samahani sana kwa usumbufu. Vile unavyomuona pale yule jamaa, yule ni chizi. Yaani akili zake hazimu vizuri, yaani dishi limeyumba. Alafu pia istoshe, tumetoka kumpa dawa sio muda, pale katutoroka katukimbia tu. Kama nilivyokuambia ule wakati ambao umenifuata gengeni kwangu, huyu dada simfahamu na wala sijui wapi anapoishi. Kwa hiyo ukimfuatisha ule jamaa, jasho litakutoka mpaka uone basi. Na mimi nikimfuata huyo mtu peke yake na nikaongea naye, basi ataniambia ukweli. Mimi naomba ndugu yangu
niwahi kwanza kwenda huko ili nikanane na huyo mtu. Mimi nafikiri nikuache, endapo utafanikisha utanijulisha. Kama pia utakuwa hujafanikiwa, basi utanipa taarifa, utakuja nyumbani upumzike. Sawa. Sawa. Lakini kumbuka pia mkono mtupu wa ulambwe, rafiki yangu. Unaweza ukakuta unatumia nguvu kubwa na mtu asikwambie ukweli hata kama anaujua. Jaribu kutumia nguvu ya pesa kidogo. Huenda kukaa kuna urahisi katika hili. Yaani kaka, katika mambo uliongea muhimu, hilo ni jambo la msingi sana. Afu kwa nini nishindwe kufanya toka mwanzo? Yaani yule kijana ambaye tutamfuata sasa hivi, kama nitafanikiwa kumpata na nikampatia pesa, na mimi ataniambia ukweli. Acha nifanye hivyo kwa haraka sana. Basi poa. Acha mimi niende nyumbani kwanza. Tutawasiliana basi baadaye. Sawa kaka. Vipi kaka? Amepatwa nini? Kusema ukweli hata sijui. Nimekuta tu ameanguka hapa. Jamani, huyu mtu tayari ameshafariki. Vipi? Uko poa? Niko poa. Umefika muda sana nini? Hapana, sijafika muda. Sawa. Basi karibu ndani. Hapana, siingii. Nilikuja kuulizia kuhusu swala langu. Vipi, umefikia wapi? Irene,
ishu yako bado naendelea kuifanyia kazi, wala sijasahau kuhusu hilo. Lakini kwa sasa hivi Ima bado anaonekana ni mtu ambaye bado hajatulia sana, bado anahangaika. Lakini na imani kama akipata muda wa kutulia na akamalizana na harakati zake zote, akirudi nyumbani, mimi ishu yako nitaikamilisha vyema kama tulivyopanga. Ondoa shaka kuhusu hilo. Sawa King, nakutegemea sana. Timiza ahadi yako na mimi nitatimiza ahadi yangu. Sawa, hilo halina shida, nitalikamilisha vyema sana. Lakini kikubwa tu, take a promise. Kumbuka ahadi yako, usije ukaenda kinyume na makubaliano yetu. Kwa kuwa umelifikisha kwangu, hilo ni swala dogo, na Ima ni mtu ambaye namudu. Kwa hiyo upasi kuwa na shaka na mimi. Sawa. Kwani huyo mwanamke animsumbua kichwa Ima ananifanya mimi nikose raha kwenye mapenzi yangu, anaitwa nani? Huyo mwanamke anaitwa Sara. Sara? Anaishi wapi? Sio wakishua sana, ila maisha yake ya kawaida tu, anakaa Uswahilini tu hapo. Sawa, unaweza kunipa namba zake? Sijabahatika kuona namba zake kiukweli. Sasa King, nakupa kazi nyingine, naomba nisaidie kutafuta namba ya huyo mwanamke. Ukishaipata niambie. Lakini hayo yatakuwa ni makubaliano mengine tena, ina maana unaongeza jukumu juu ya jukumu. Nategemea na hili pia litakuwa na malipo zaidi ya kile tulichokubaliana, na kama makubaliano yalikuwa ni mara moja, basi atakuwa ni mara 2 au zaidi, kwa sababu umenipa kazi nyingine, si ndio? Sawa, usijali. Kwa hiyo mwanamke mmoja atoe mtandio au kanga kwa ajili ya kufunika huu mwili jamani.